Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu mahali popote mlipo, mnaoendelea kunifuatilia na mnaoendelea pia kunitazama. Cha kwanza namtukuza Mungu, namshukuru Mungu sana kwa kuweza tena kutupa kibali na kutupa neema katika wakati huu tulionao. Ni wakati ambao kila siku ninazungumza ya kwamba ni wakati ambao mwana wa Adamu yu karibu sasa kurejea, kuja kulichukua kanisa lake, kuja kuchukua watu walio wa kwake, kuja kuchukua kondoo zake. Ndio wakati huu tulionao. Kwa hiyo ni wakati mgumu sana sana sana. Hata wakati mwingine kuieneza injili anakuwa ni ngumu sana, kwa sababu shetani na yeye pia yupo kazini kuhakikisha ya kwamba anawatafuta watu wa kuweza kuondoka naye. Anatafuta watu wake. Wakati moto ukiwa unawaka, anahakikisha ya kwamba ule moto hautawaka akiwa peke yake. Kwa yeye sasa yupo kazini kuhakikisha ya kwamba anatafuta watu ambao watashirikiana naye kuhakikisha ya kwamba katika lile ziwa la moto basi atakuwa nao. Sasa usiwe miongoni mwa hao watu ambao shetani anapambana kwa namna yote aweze kuondoka nao, bali kuwa miongoni mwa kundi la Yesu, kuwa miongoni mwa kondoo ambao Yesu siku ya mwisho atakuja kuwanyakua. Je, na ni namna gani ambayo itakufanya wewe uwe mwana kondoo halisia au uwe mwana kondoo chapa ya Yesu? Kuna mambo ya kujifunza sasa ambayo yatakufanya sasa wewe uwe mtu halisia wa kimbingu, uwe mtu halisia wa Yesu. Ni kwamba ni kumwamini Yesu, ni kumpokea Roho Mtakatifu, ni kufanya kile ambacho Mungu anataka ukifanye, ni kufanya kusudi ambalo Yesu anataka ulifanye. Ukienda kinyume na mambo hayo, usipookoka, ukienda kinyume na kile ambacho Mungu ana makusudi nacho, ni ngumu sana kuwa kwenye orodha ya kondoo ambao Yesu atakuja awachukue, bali utakuwa miongoni mwa orodha ambazo shetani anazipanga kuhakikisha kwamba anaondoka nazo. Kwa hiyo tuonapo majira, tuonapo nyakati, tuonapo mambo yanazidi kuwa magumu. Niliwahi kuzungumza siku moja nikasema, tunapoona dalili mbalimbali kwenye ulimwengu huu tulionao, kwenye mataifa mbalimbali, elewa tu ya kwamba nyakati tulizo nazo, tupo kwenye nyakati ngumu sana, tupo kwenye siku za hatari sana, tupo mwishoni. Mwana wa Adamu yu karibu kurejea. Sasa na kazi yetu sasa ni nini? Na kazi yetu ni moja tu, ni kuhakikisha ya kwamba tunakuchomoa kule ambako shetani amekupandikiza hatiri wewe, na kusema ya kwamba dunia bado ipo tu. Unajua kuna watu wajinga sana, wanasema kwamba Yesu alisema anarudi miaka 2000. Lakini sasa tunavyozungumza tuko 2026. Yaani mtu anazungumza hicho kitu. Tazama, anasema kwamba Yesu ni muongo. Alisema anarudi 2026. 2000, miaka 2000 anarudi. Yaani mtu anazungumza hicho. Kwa nini anasema hivyo? Anasema kwa sababu tayari shetani ameshapandikiza upumbavu ndani yake na kuona ya kwamba Yesu hana hatiri, Yesu hajielewi, Yesu anachokizungumza hakifiti kwenye wakati sahihi. Lakini tuelewe kwamba miaka 1000 ni sawa na siku moja kwa Yesu. Kwa sasa kama tuko leo 2000, elewa ni kama yani ndo kwanza bado. Lakini sasa tupo wakati wa Yesu kurejea.
tupo kwenye wakati ambao mwana wa Adamu anakuja, na hakuna atakayemfahamisha na hakuna atakayejua, ila dalili na ishara ambazo alizizungumza tayari zipo. Paulo anasema kwenye kitabu cha Timotheo, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Nyakati za hatari ndo hizi. Pale ukisoma chini ameorozesha mambo mengi sana ambayo yanahusiana na hizo nyakati za hatari. Watu watapenda fedha, watu watajipenda wenyewe, watu watafanya ndoa za jinsia moja. Ndo leo hayo mambo yapo kwenye ulimwengu huu tulionao. Sasa tunapoona majira kama hayo, tujihadhari tu kwamba tupo kwenye wakati mgumu, tupo kwenye siku ngumu sana. Kwa hiyo nataka niseme na wewe katika siku hii ya leo sasa, ambayo Mungu ameweza kutupatia kibali. Changamoto mbalimbali, mambo mbalimbali ya kidunia, zuruba na hapo na pale limetokea, lakini halitufanyi tusihubiri Injili, halitufanyi tusipige kelele kuhubiri Injili. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya 58 mstari wa kwanza, piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa hiyo sasa, pamoja na zuruba, pamoja na kuwa kwenye wakati mgumu, pamoja na changamoto zote, kitu kimoja tu ambacho niliwahi kuzungumza siku moja, kitu kimoja, ya kwamba kufa na kupona kwa ajili ya Injili, hicho ni kitu cha kawaida sana. Maandiko yanasema kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Kwa hiyo sasa tupo kwenye wakati wa kuhubiri Injili. Haijalishi tutakutana na dhuruba gani, haijalishi tutakutana na changamoto gani, haijalishi shetani atainuka kwa mfumo gani, lakini tuelewe ya kwamba Injili lazima tuihubiri, Injili lazima tuipeleke mbele pamoja na changamoto zote. Mfano kama hapa kwenye kipindi hiki tumekutana na dhuruba kubwa sana ambalo limetufanya tusiweke mahubiri mtandaoni, kwa sababu internet ilikuwa imezimwa. Kwa tulikuwa tuweki masomo kabisa, hatupatikani kwa chochote, hakuna anayepatikana, hakuna mtandao ambao ulikuwa upo wazi, pamoja na mambo yote ya kiserikali na mambo mengine. Lakini sisi ambao tumeteuliwa kuja kuhubiri Injili, popote tutafika kwa namna yote, haijalishi mitandao itazimwa, haijalishi YouTube zitaondolewa, haijalishi mtandao gani utaondolewa, lakini Injili itahubiriwa, kwa sababu Bwana analo kusudi lake kwa watu wake. Kwa hiyo sasa Injili lazima itafika mahali popote ulipo, ambapo wewe upo itafika. Hata kama mitandao itazima, internet itapotea, lakini lazima Injili tuihubiri. Langu jina naitwa Benjamin Mahega. Ni mtumishi wa Mungu katika nyakati hizi tulizo nazo, nyakati za mwishoni. Injili iletayo matengenezo ndani yako ndo wakati huu sasa. Sauti ya mtu aliyetoka nyikani na arejea tena kwa awamu nyingine tena kwa Injili ya matengenezo. Sasa funika macho tuombe, kisha tukaumege mkate wetu wa uzima. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba wa mbinguni, uketie mahali pasiri palipoinuka, tazama wakati na saa watoto wako Bwana, tunataka tukajifunze neno lako. Roho Mtakatifu, wewe ukawe mwalimu wetu, tufundishe Bwana, nitumie tu kama chombo ili niweze kufikisha kile ambacho umekiandaa juu ya watoto wako. Naomba kwa machache ni katika kusali Bwana Mwokozi wetu. Amen. Leo tutaangalia kitabu hiki, kitabu cha Ezekieli, ile sura yake ya 7. Hapa kuna mambo mazito sana
lakini tutajifunza mambo machache sana ambayo Bwana ameamuru niyalete kwako. Katika kitabu cha Ezekieli 7 na ule mstari, tutaanza na mstari ule wa 5 na kuendelea. Maandiko yanasema, Bwana Mungu asema hivi: jambo baya la namna ya pekee yake, angalia linakuja. Mwisho, mstari wa 6, mwisho umekuja, mwisho huu umekuja, unaamka ukupate, angalia unakuja. Ajali yako imekujia, wewe ukae katika nchi hii. Majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo wala si ya shangwe milimani. Sikiliza, Ezekieli anasema ya kwamba anapata ujumbe kutoka kwa neno, kutoka kwa Mungu. Neno la Bwana likamjia Ezekia. Bwana anasema ya kwamba ni jambo baya la namna ya kipekee sana. Kumbe kuna jambo baya la kipekee sana, na jambo hili baya linakuja katika nyakati za mwisho, na hilo jambo baya lipo kukaribia kurejea kwa wakati tulio nao, na hilo jambo baya lipo sasa linaendelea kutokea kwenye ulimwengu huu wa leo, na hilo jambo baya lipo linakuja kwenye siku za mwisho. Siku hizi tulizo nazo ndo jambo baya linaenda kurejea. Mwisho wa siku ambazo Bwana alikuwa amezizungumza, ndo sasa siku zinakuja kurejea. Sikiliza, mwisho umekuja, mwisho huu umekuja, unaamka ukupate, angalia unakuja. Ajali yako imekujia, wewe ukae katika nchi hii. Majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo wala si ya shangwe. Sikiliza nikwambie, kwa nini nasema hivi, kwamba nyakati tulizo nazo, hizi nyakati za mwisho ni nyakati ambazo hatutaiona furaha, hatutaona shangwe, hatutaona amani yeyote, bali litakuwa jambo la fujo, bali kutainuka fujo za kila aina, kutainuka miundombinu ya ajabu kwenye ulimwengu huu tulio nao. Tuonapo sasa majira haya tunayoyaona, majira haya ya jambo hilo baya, tuyaonapo hayo mambo, tuelewe ya kwamba tupo kwenye siku za mwisho. Jambo baya linatujia kwenye nchi tulio nayo. Sikiliza nikwambie, kuna kipindi niliwahi kuzungumza, mimi huwa natunza sana kumbukumbu ambazo huwa nazizungumza. Kuna kipindi niliwahi kuzungumza, nikasema ya kwamba ipo siku tutakuja tupewe adhabu, na hii adhabu katika nchi ya Tanzania Mungu ataileta kwa namna ya kipekee sana, na hii adhabu itakumba watu wengi sana, na hiyo adhabu itawaumiza watu wengi sana kwenye nchi ya Tanzania. Nilizungumza nikasema, kinachotakiwa sasa hapa kwa wakati huo, wakati nikasema kinachotakiwa ni Watanzania wote kuingia magotini pa Bwana. Haijalishi umeokoka, hujaokoka, hujafanya kitu chochote, inatakiwa uingie magotini pa Bwana, tuombe rehema. Lakini hakuna aliyenisikiliza, hakuna aliyeteka sikio lake kunisikiliza. Waliosikiliza walitukana. Lakini leo sasa, sikiliza, maandiko au neno linaenda kutimia kwamba lipo jambo baya linaenda kutokea kwenye nchi linaenda kutokea kwenye nchi ambayo Bwana ametupa, na hilo jambo limerejea, ambao ni uharibifu wa hali ya juu sana.
Tuonapo mambo haya yanatokea kwenye taifa, tuonapo mambo haya yanatokea kwenye nchi ya Tanzania, sio kwamba labda Mungu hatuangalii. Hapana, Mungu anatuona na Mungu anatupa adhabu ya sisi pale tulipokosea, alafu tukashindwa kwenda kuomba rehema. Sikiliza, kuna wapuzi waliwahi kutokea. Siku moja wanajitaka sijui baba Mankelementi sijui wa kitu gani, huwa anamtukanaga sana Mungu, anasema Mungu hana akili, Yesu mjinga, sijui kitu gani, anazungumza hayo maneno mtandaoni huko. Nikasema twaweza tukaje tukapata adhabu kupitia mtu mmoja tukalia watu wengi, na anatukana na watu wanamuona, anazungumza na watu wanamsikiliza. Nikasema tunaweza tukaje tukaingia kwenye matatizo ya mtu mmoja kutokuwa makini. Sasa maandiko yanasema ya kwamba kwenye kipengele cha 7, ajali yako imekuja wewe ukae katika nchi hii, majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo. Nchi tayari ina fujo. Mambo yanayotokea yote haya yana fujo, wala hatutaiona shangwe yoyote katika ulimwengu tulionao. Hatutaona kitu chochote ambacho kitatupa amani kama sisi hatujashuka miguuni pa Bwana na kusema ya kwamba Mungu, tuhurumie watoto wako, tusamehe watoto wako, Bwana tuhurumie, tutetee watoto wako. Hamna jambo litakalokuja litakalotupa furaha, yote yatakuwa ya fujo. Tuonapo majira, tuonapo siku zimetudia, mambo tayari yameshatudia kwenye nchi. Tuonapo mambo haya, tuelewe tupo kwenye wakati mgumu, tuelewe tupo kwenye siku za mwisho. Sikiliza, nilisema siko kuchochea kitu chochote, nipo kuchochea Injili. Sipo kuchochea chama, sipo kuchochea Tanzania, sipo kuchochea kitu chochote, ila nipo kuchochea Injili. Sikiliza nikwambie, wewe ambaye unanisikiliza hapo ulipo, tuonapo majira kwenye nchi ya Tanzania, tuonapo majira kwenye nchi yoyote ulionayo, mambo ya fujo yanaendelea, ni wewe kuokoka, ni wewe kutubu, ni wewe kumtaka Yesu kwenye maisha yako. Hicho tu ndio kilichobaki. Kwa sababu pamoja na mambo yote haya yatatokea leo, yatatokea kesho, yatafanyeje, lakini tujue ni nyakati za mwisho, ni siku za mwisho. Yesu anataka kuja, Yesu yupo njiani, Yesu anataka kurejea. Na wewe unayenisikiliza haujaokoka, tengeneza mapema. Nilisema juzi ya kwamba unapoelekea kufa unamtafuta mchungaji aje apongoze sala ya toba, uokoke upo kitandani. Na kwambia wewe, mbingu utaisikilizia tu kwenye masikio. Tengeneza mapema ukiwa mzima, mtumikie Bwana ukiwa na afya, sio upo kitandani unajiona unataka kwenda kukata roho, nitafutieni mchungaji aje aniombee. Utakufa huko unajiona. Tuonapo mambo yanaibuka, tuonapo mambo yanakuwa mabaya, tuonapo mambo ni wewe sasa kuanza kutafakari, hivi haya mambo mwisho wake itakuwaje? Haya mambo sawa, leo watu watafanya hivi, leo watu watafanya hivi, vitu hivi vitatokea, kila kitu kitainuka kwenye ulimwengu, ila sasa ni wewe na Mungu wako umetengenezaje? Nipo na injili ya matengenezo. Lazima tutengeneze. Lazima tuangalie kesho yetu itakuwaje. Hapa duniani tunapita. Leo tupo, kesho hatupo. Na lazima ili makao yetu ya juu, ili yawe salama, ni hapa duniani tunaanza kwanza kuyatengeneza hapa duniani. Wewe umetengeneza nini? Siku ya mwisho yawadia. Nyakati tunazoziona tayari zimetudia. Wewe uliyeokoka huku nafanya mzaha na Yesu. Wewe uliyeokoka huku nafanya mchezo na Yesu. Sikiliza nikwambie, wewe una tuseme una bahati
umeweza kumpata Yesu na ukamkubali Yesu, lakini unamfanyia mzaha, ila kuna mwenzako anamtaka sana huyo Yesu, lakini hajapata mtu wa kumweleza ya kwamba Yesu yupo, anataka afanye kitu kwenye maisha yako. Wewe uliyempokea unamchezea, lakini huyu ambaye hajampokea anatamani ampokee, amheshimu, amsikilize, atengeneze pamoja na Yesu. Wewe uliye naye unamchezea. Sikiliza nikwambie, tupo kwenye wakati mgumu, tupo kwenye nyakati ngumu, tupo kwenye siku za mwisho. Mambo tuyaonayo haya leo, mambo ya fujo haya tuyaonayo, haya tuyaonayo haya, haijalishi ni Tanzania, Kenya, Uganda, wapi huko, manchi yote, Kongo huko. Wewe kama upo hapo na nisikiliza, upo kwenye nchi yeyote, ninakwambia hivi, nyakati tulizo nazo, machafuko yanayoendelea kwenye ulimwengu wa kidunia yote, machafuko yote. Nakwambia hivi kwa sababu hapa sizungumzi tu na Watanzania, sizungumzi tu na watu hapa, nazungumza na dunia nzima, nazungumza na watu wote, ulimwengu mzima. Tengeneza pamoja na Mungu. Hata kama uwe usikilizi Kiswahili, utaelewa tu. Kokote uliko utaelewa tu. Tengeneza. Tupo kwenye wakati mgumu, tupo kwenye siku za mwisho, tupo kwenye mazingira ambayo mwana wa Adamu yu karibu kurejea. Acha kufanya mambo ya mzaa. Andiko yanasema kwenye kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 2, yatafakarini mambo ya juu wala si ya dunia. Sasa wewe hangaikia mambo ya dunia ambayo ukifa hauondoki na gari, hauondoki hata na bajaji, hauondoki hata na shilingi 100. Unahangaikia dunia baada ya kuhangaikia mambo kwanza ya juu. Tutengeneze kwanza na Yesu. Tutengeneze kwanza makao ya milele. Tutengeneze kwanza huko mbinguni. Utakapoondoka hapa duniani unaenda kuishi kwenye nyumba gani? Ipi ya kupanga? Nyumba ya kupanga sio ya kwako. Inatakiwa uwe na ya kwako. Sasa ili uwe na ya kwako, ni lazima kwanza tutengeneze hapa duniani, ndio tukaishi kwenye nyumba zetu. Kwa tengeneza mwana wa Mungu. Yesu yu karibu kuja. Siku Yesu akirejea atakukuta wapi? Siku Yesu anakuja. Leo sasa ndo analejea. Wewe atakukuta wapi? Siku moja mtu akawa anasema ya kwamba ni mchungaji wangu, siku moja akawa anasema ya kwamba natamani siku Yesu anarejea iwe siku ya Simba na Yanga. Natamani siku Yesu akiwa anarudi iwe siku ya Simba na Yanga. Alafu siku hiyo mechi ianze asubuhi. Ule muda wa ibada saa 3 saa 4, mechi ianze muda huo. Alafu Yesu arejee muda huo, arudi muda huo. Michungaji mizima na akili yake na miakili zake itakuwa kwenye uwanja. Imeshindwa kuendesha ibada, imeenda kuangalia Simba na Yanga. Imeacha mtu kanisani leo utaongoza ibada, inaenda kushabikia upuzi wa kishetani, wa kipepo. Watu wengi hawataenda. Wewe umeokoka hujaokoka, hautaenda mbinguni. Siku Yesu akirudi, alafu hiyo siku iwe siku ya Simba na Yanga. Alafu arudi siku hiyo muda wa ibada, nakwambia mpaka miaskofu haitaenda mbinguni. Imeenda kuangalia mechi. Ujinga. Mmeshindwa kuhubiri Injili, mmeshindwa kusema na watu, mmeshindwa kutafuta kondoo, mmeshindwa kuzungumza na taifa, mmeshindwa kusema na watu waokoke.
nashabikia ujinga. Mwana wa Mungu, tunapo mambo yanaibuka, tunapo watu wanapigana wao kwa wao, tunapo taifa linaingia kwenye taifa jingine na kuua watu wa taifa hilo, tunapo jeshi kwa jeshi linapigana, tunapo aina za takataka zote kwenye nchi, ni wewe utengeneze na Mungu. Niliwazungumza wakati wa gorofa lile la Kariakoo, wakati nadondoka, nitoa kilipu nikasema, tunapo mambo haya yanatokea, tunakumbusha sisi tuliobaki kwamba walikuwepo watu wengi, gorofa likadondoka, wengine wakafa. Mimi niliyebaki lazima nitengeneze. Huwa nasema wanapuzia watu, ila sasa Yesu anarejea. Yesu yuko karibu. Tengeneza mwana wa Mungu, tengeneza mapema, tengeneza mapema. Yesu sio babu yako, sio mjomba wako, sio shangazi, sio baba mdogo atakupa taarifa. Kuna lipuzi limoja likasema siku Yesu akirudi, nitaenda kumpokea airport ya kuzimu. Pumbavu kabisa wewe. Alimwambia kwamba anashukia airport. Kwa hiyo mwana wa Mungu, tengeneza. Sauti ya mtu aliaye toka nyikani, tunaangaza pasipo angazika. Tengeneza mwana wa Mungu. Tupo kwenye wakati mgumu. Siku za mwisho ndo hizi. Mungu akubariki sana. Amen.